Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti yetu leo inaitazama Uturuki ilikuwaje ikawa mshirika mkuu katika muungano wa NATO. Licha ya kwamba Uturuki ilikuwa na mila na desturi tofauti na watu wa Ulaya wanachama wa NATO, lakini pia hata katika baadhi ya mitazamo Uturuki ilikuwa tofauti kabisa, lakini ilikuja kuwa mwanachama wa NATO. Uturuki imeandaa mkutano wa kilele wa NATO kwa mara ya pili. Mkutano wa viongozi wa muungano huo wa usalama wa mwaka 2004 ulifanyika Istanbul. Safari hii mji mkuu wa Uturuki Ankara ndio ambao umekuwa mwenyeji wa mkutano huo. Ushirikiano wa kimkakati kati ya Uturuki na NATO ulianza na wanachama wa nchi hiyo mwaka 1952, umetokana na migogoro mbalimbali ya mvutano wa kijiografia tangu enzi ya vita baridi. Licha kutokubaliana mara kwa mara ndani ya muungano huo na kuwa na misimamo tofauti na wanachama wengine wa NATO, Uturuki imedumisha msimamo wake thabiti katika muundo wa usalama wa NATO na imekuwa kiungo muhimu katika migogoro ya kikanda na ushirikiano wa ulinzi. Ndio maana wanachama wengi wa NATO ikiwemo Marekani inayoongoza muungano huo imekuwa ikipenda Uturuki. Mkutano wa kilele wa NATO unaonyesha juhudi za Uturuki za kuchukua jukumu kubwa zaidi katika muundo mpya wa usalama wa Ulaya na hamu yake ya kutumia vema uwezo wake wa sekta ya ulinzi ndani ya mfumo wa muungano huu. Lakini Uturuki ilijiunga vipi na NATO? Uhusiano wa nchi hiyo na muungano huu uliendeleaje? Na ni migogoro gani iliyotokea katika uhusiano huo, na Uturuki inataka kuwa na nafasi gani ndani ya NATO hapo baadaye? Ikumbukwe NATO ilianzishwa mwaka 1949, Uturuki ilijiunga miaka mitatu baadaye. Baada ya kumalizika kwa vita vya pili vya dunia ambavyo ilibaki kutoegemea upande wowote, Uturuki ilijitokeza haraka kuelekea muundo wake wa usalama wa magharibi. Sababu muhimu zaidi ya zamu hii ilikuwa ni ombi la Umoja wa Kisovieti kuanzisha kambi ya kijeshi kutoka mlango bahari wa Uturuki. Jumuiya ya mkataba wa Atlantiki ya Kaskazini NATO ilianzishwa na mkataba uliotiwa saini huko Washington mnamo Aprili 4 mwaka 1949. Awali NATO ilikuwa na wanachama 12 waanzilishi. Kanuni ya msingi zaidi ya NATO ilikuwa kifungu cha 5 cha mkataba ambacho kinasisitiza kanuni ya ulinzi wa pamoja. Kulingana na kifungu hicho, shambulio dhidi ya nchi moja mwanachama linachukuliwa kuwa shambulio la wanachama wengine wote wa NATO. Wakati wa vita vya Korea vilivyoanza mwaka 1950 na kudumu kwa miaka mitatu, Uturuki ilituma jumla ya vikosi 4 vya kijeshi mbele. Kitendo hiki kilichukuliwa kuwa ujumbe mzito wa kisiasa kwa wanachama wa NATO. Mnamo Februari 18 mwaka 1952, NATO ilipanuka kwa mara ya kwanza, huku Uturuki na Ugiriki zikijiunga katika muungano huo. Kwa hivyo Uturuki ilijumuishwa rasmi katika muundo wa usalama wa magharibi kwa mara ya kwanza wakati wa vita baridi. Na moja kati ya sababu zinazotajwa ni kwamba pengine huenda Uturuki ingekuwa sehemu katika washirika wa Usovieti. Mwaka 1955 ulikuwa mwaka muhimu katika vita baridi, kwani Ujerumani Magharibi ilijiunga na NATO na Umoja wa Usovieti. Kwa kujibu, ulianzisha mkataba wa Warsaw. Turuki ilikuwa imesaini makubaliano ya usalama na Marekani mwaka mmoja kabla ya kujiunga na NATO mwaka 1951. Mwaka huo huo ujenzi ulianza kwenye kituo cha anga cha Incirlik ambacho kilifunguliwa Desemba kwa matumizi ya pamoja vikosi vya jeshi la Uturuki na jeshi la anga la Marekani. Baadaye Uturuki ilijiunga na NATO mwaka 1952. Kituo hicho kilipangwa ndani ya mfumo wa mipango na malengo ya ulinzi ya muungano huo. Uturuki na Marekani zilisaini makubaliano kutumia kituo hicho kwa pamoja mnamo Desemba 1954. Kuimarika kwa vita baridi mnamo 1955, kambi hiyo ilianza shughuli zake chini ya jina kituo cha anga cha Adana. Baadaye ilibadilishwa jina na kuwa Incirlik mnamo 1958. Kambi hii ilikuwa ni muhimu sana kwa muungano wa magharibi. Kipindi chote cha vita baridi kilikuwa ni kitovu kikuu cha mkakati wa NATO kudhibiti Umoja wa Kisovieti katika Mashariki ya Kati. Ndege ya kijasusi ya Marekani ya U-2 ilidunguliwa na Umoja wa Kisovieti mnamo Mei Mosi mwaka 1960 ilipaa kutoka katika kituo hiki. NATO na Marekani hazijawahi kutangaza rasmi maeneo ya kambi ambazo silaha za nyuklia zimewekwa kwa sababu za kiusalama. Lakini kwa miaka kadhaa kumekuwa na madai kuwa uwepo wa silaha za nyuklia katika kambi za kijeshi za anga, ikiwa ni pamoja na huko Incirlik.
Kwa mfano, wakati wa mgogoro wa kombora la Cuba ambalo lilileta ulimwengu kwenye ukingo wa vita vya nyuklia, Umoja wa Sovieti ulidai kuondolewa kwa makombora ya nyuklia ya Jupiter kutoka Uturuki kwa kubadilishana na kuondolewa kwa makombora yake huko nchini Cuba. Wakati huo mzozo uliisha na uondoaji wa makombora haya. Leo bado kuna madai ya juu ya kutumwa kwa idadi kubwa ya mabomu ya nyuklia B-61 katika kambi ya Incirlik, lakini madai haya hajathibitishwa wala kukataliwa. Moja kati ya mzozo mwingine ni ule wa Cyprus. Operesheni hiyo ambayo Uturuki iliita operesheni ya amani ya Cyprus mwaka 1974 baadaye kuelekezwa kama ukaliaji wa mashirika mbalimbali ya Umoja wa Mataifa ilisababisha mgogoro mkubwa wa muda mrefu zaidi kati ya uhusiano wa Uturuki na NATO wakati wa vita baridi. Mwaka huu 1975 bunge la Marekani lilipitisha vikwazo vikali vya kijeshi dhidi ya Uturuki likisema kwamba ilikuwa imetumia silaha za Marekani huko Cyprus kwa madhumuni mengine isipokuwa ya ulinzi. Muda mfupi baadaye mapinduzi ya kijeshi nchini Ugiriki, Wagiriki wa Cyprus waliandamana mbele ya ubalozi mdogo wa Ugiriki jijini Sydney mnamo tarehe 16 Julai 1974 wakiwa wamebeba picha ya ramani ya Cyprus iliyoandikwa acheni njama za NATO. Uturuki ilituma majeshi yake nchini Cyprus mnamo tarehe 20 Julai 1974 na mnamo tarehe 15 Agosti 1974 hali ilijitokeza kisiwani humo ambayo inaendelea hadi leo. Uturuki ilichukua hatua madhubuti kujibu uamuzi huo. Mwisho wa vita baridi ulibadilisha uhusiano wa Uturuki na NATO. Baada ya kuanguka kwa Umoja wa Sovieti, kulikuwa na hisia kwamba umuhimu wa kijiografia na Uturuki ungepungua. Na hata hivyo kuendelea kwa ukosefu wa usalama na utulivu katika maeneo ya Balkan, Caucasus na Mashariki ya Kati umeifanya Uturuki kuondokana na dhana ya kuwa nchi ya pembeni katika NATO na kufikia nafasi kuu katika muungano huu. Mchakato wa upanuzi wa NATO ambao ulianza tena mwaka 1982 uliendelea kwa mawimbi 7 kutoka mwaka 1999 hadi mwaka 2024. Mtazamaji, kuna mambo mengi yanayohusiana na Uturuki na NATO, lakini moja kati ya mambo muhimu ambayo yanatazamwa ni namna ambavyo Uturuki imekuwa na ukinzani dhidi ya NATO, hasa wakati ambapo inadaiwa kwamba Uturuki imebeba baadhi ya mifumo ya ulinzi wa anga kutoka nchini Urusi, huku ikihitaji ndege za kivita za F-35. Maana yake Uturuki inataka kuwa na silaha za mataifa makubwa mawili ulimwenguni, kwa maana kuwa na silaha za Urusi na zile za Marekani, jambo ambalo bado hata wanachama baadhi wa NATO wanaona jambo hili haliwezekani na bado linatengeneza uhusiano mbaya kati ya Uturuki na washirika wa NATO, lakini bado imekuwa tegemezi katika NATO. Endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.